Nitakuwa na somo zuri la dakika chache linaloitwa roho ya kukataliwa. Mtamka maneno haya. Roho ya kukataliwa. Nani ameongea sauti ndogo? Sema roho ya kukataliwa. Roho ya kukataliwa. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, kama nimeingizwa kwenye roho ya kukataliwa. Sema ibada ya leo. Tarehe 8 ya mwezi wa 4. Sema natoka. Jina la Yesu. Sema aliyeingiza maisha yangu kwenye roho ya kukataliwa. Natoka. Jina la Yesu. Piga na makofi mengi. Roho ya kukataliwa. Amen. Hii ni roho ya giza inayomtenga mtu na watu sahihi. Amina. Hii ni roho ya giza inayomtenga mtu na watu sahihi wasimuone. Amen. Ni roho ya kichawi ambaye kazi yake inakutenganisha wewe na baraka zako. Amina. Sema amina kubwa pasa kubarikiwa. Ukivaliwa na roho ya kukataliwa, kazi ya hii roho inakutenganisha na baraka zako. Amina. Inakutenganisha na hatima nzuri ambayo umewekewa. Amen. Ukiwa na hii roho ya kukataliwa, unaweza ukawa na biashara watu wasiingie pale wakaenda kununua mbali. Amina. Kuna mtu amenielewa? Amina. Kuna mtu amenielewa? Amina. Binti akivalishwa hilo akataliwa, anaweza akawa ni mzuri, lakini hataolewa. Amen. Sema amina. Amina. Hata nini? Hataolewa. Unaweza mkakopa mikopo watu 4 5. Kama unaoa ukataliwa, wenzako akafanya biashara wakainuka, lakini wakifanya biashara wakafilisika. Amen. Unaoa ukataliwa. Amina. Nimekuja nikutoe pale kwa jina la Yesu. Nimekuja nikutoe pale kwa jina la Yesu. Amina. Mikono yako piga na makofi mengi kabisa. Hilo imeandama watu wengi sana duniani. Kila anapoanza safari ya maisha anauona mwanga huu hapa. Yes. Lakini baadaye kila anapopiga hatua mwanga unafifia, anaishia kuteseka. Amen. Sema amina. Amina. Hilo kukataliwa ikikuvaa, unaweza ukaanza vizuri, ukafanya kazi mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, ukanunua na kiwanja, ukaanza na kujenga, lakini ukifika level fulani ukashindwa kuendelea. Amina. Leo kukataliwa imeingia pale. Amina. Unaweza ukafungua biashara nzuri, watu wakaingia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu, wa 4 wateja wakakata pale. Amen. Roho kukataliwa. Amen. Aliyekuvalisha ajitaje mwenyewe kwa jina la Yesu. Nimekuja nisemeshe mbingu, sema amina. Amina. Yule aliyekamata maisha yako, aende atapike maisha yako kwa jina la Yesu. Aliyefunga uchumi wako akuachie kwa jina la Yesu. Hata kama ni mama aende akutapike kwa jina la Yesu. Hata kama ni baba akutapike kwa jina la Yesu. Mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Sema naivua kukataliwa. Kamata maisha yangu. Toka. Kabla kukimbilia kusema nimerogwa, jiulize nini kiko nyuma maisha yako. Kabla kusema mimi naandamwa na wachawi, jiulize una baraka mikononi mwako au umevalishwa na kukataliwa. Unaweza ukaamka saa 11 asubuhi, ukaenda kazini na ukarudi usiku saa 6, lakini kama una roho kukataliwa, watajenga wengine, wewe utajenga. Amen. Sema tena amina. Amina. Sema tena amina. Amina. Unaweza ukavalishwa roho kukataliwa, ukaajiriwa serikalini ama ukaajiriwa sehemu fulani kwenye kampuni, ukafanya kazi muda mrefu, wanaokuja wakapandishwa vyeo, usipandishwe vyeo. Amina. Ukabaki pale pale. Amen. Nimekuja nikuwekee njia utoke kwa jina la Yesu. Naziona baraka za mtu mmoja hapa. Sema amina. Naziona baraka za mtu mmoja hapa. Nimekuja kuziona baraka za mtu mmoja hapa. Aliyekufunga, sema amina. Watakuja kujiuliza umevukaje pale kwa jina la Yesu. Ninaona mmoja anatoka kwenye magereza. Wataulizana umevukaje pale. Amina. Sema tena amina. Amina. Haitasahaulika siku ya leo. Mungu akumbuke maisha yako kwa jina la Yesu. Nimekuombea zile changamoto. Mungu aende azitoe kwa jina la Yesu.
Maandiko yanasema niiteni nami nitaitika. Ni Yeremia 33 mstari wa 3. Niite nami nitaitika. Ili nikuonyeshe mambo makubwa na magumu usiyoyaweza. Sema amina. Kwa nini Mungu asikuonyeshe njia ya uchumi wako ilipofeli? Nani kutalia sema napokea? Napokea. Nani kutalia sema napokea? Napokea. Hilo ya kukataliwa kikuvaa, ndio. Unaweza ukaongea point ya maana, lakini watu wasisikilize wakakupuuza. Amen. Kuna mmoja amesema kweli mimi inanitokeaga. Amen. Amen. Nenda tujiulize wewe ni maana mama afu mweke mume wako chini. Mume wangu kaa hapa. Nataka nikushauri mume wangu. Mume wangu mwaka huu tufanye 1 2 3. Alafu akimaliza muangalie machoni. Utasikia una mawazo akipuuzi. Amina. Aya mume bahati mbaya. Nenda ndani ya familia yako. Sema amina. Kamwangalie kaka yako ama dada yako. Amina. Je, wanakusaidia ukiwa kwenye shida? Amina. Kuna watu hapo wanapiga simu za ndugu zao wapokee. Amina. Washakuona wewe ni msumbufu. Amina. Ndio kwanza ukipiga simu akiona namna hii, unasikia anaomba hela wewe. Amen. Hata labda wewe ulikuwa na lengo tu la kumsalimia tu kumwambia na saa hizi dada, anaambia huyu anaomba hela, anaomba hela. Anaomba hela, anaomba hela. Amen. Dada yako yuko wazi asaidia mtu ambaye asikusaidie wewe. Amen. Nini kiko pale? Roho kataliwa. Leo inavuka kwa jina la Yesu. Nimekuja na mafuta matakatifu. Ndio, nitakumemenyea kichwani. Sema amina. Kama una roho kataliwa unavalishwa, ile roho ivuke kamvaya juu yako kwa jina la Yesu. Nimekuja niondoe maskini hapa. Kuvalisha wewe maskini. Inaivua wewe maskini kamvaya juu yako kwa jina la Yesu. Nimekuja wewe magonjwa. Kuvalisha magonjwa. Yavuke kampate juu yako kwa jina la Yesu. Piga na makofi mengi kabisa. Amina. Kuna mambo nayaona hapa. Sema amina. Amina. Hebu sema Yesu tembea na kwangu. Yesu tembea na kwangu. Sema Yesu usinipite na mimi. Yesu usinipite na mimi. Leo kitawaka. Sema amina. Amina. Leo ukataliwa. Hilo unaweza ukawa una neema ukamata fedha nyingi sana. Ndio. Kuna watu wana roho ya umaskini ambao hawajitambui. Sema amina. Amina. Kwa wiki anakamata hela nyingi ndogo ndogo. Jumatatu anapata 30,000, akiamka Jumanne hana kitu. Jumanne anakamata 20,000, akiamka Jumatano hana kitu. Jumatano anakamata 40,000, Alhamisi akiamka hana kitu. Alhamisi anakamata 25,000, Ijumaa hana kitu. Na watu Jumapili wiki inaisha. Ukikaa ukipiga hesabu zile hela ndogo ndogo ni nyingi kuliko mshahara mtu anayefanya benki. Unavalishwa leo maskini na kuvua kwa jina la Yesu. Unafika kwa jina la Yesu. Kilichonileta hapa sema amina. Kuja kuisemesha roho ya kukataliwa. Roho ya umaskini, roho ya magonjwa. Inakuachia kwa jina la Yesu. Umaskini tunaoitaga tajiri fukara. Amen. Tajiri fukara. Ninapoongea hapa, ninaanza kuona maadui za watu wanalia mahali. Adui aliyemuuza Yesu alijuta. Amen. Na wewe adui yako ajute kwa jina la Yesu. Neema kwa jina la Yesu. Amen. Sema tena amina. Amina. Hebu msomaji nisomee kitabu cha Samueli wa kwanza 16:1. Amina. Soma hapo haraka haraka. Samueli wa kwanza 16. Na nikisema ni haraka haraka muda mchache mambo ni mengi. Nataka nimalize mapema hivi maana nina ibada ya pili mahali. Samueli wa kwanza 16:1. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amina. Nayo itafitika kwa nguvu. Sema amina. Amina. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amina. Subiri nikupe faida ile neno. Amen. Mtumishi anaposema nitasoma kwa jina la Yesu, ukalipokea ukasema amina. Faida yake ni kusema ninalikubali hilo neno litendeke kwangu. Amen. Nakubali hilo neno litokee kwangu. Nani amenielewa? Amen. Karibu. Samueli wa kwanza 16:1. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amina. Nayo inasema, Bwana akamwambia Samueli. Bwana anamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Hata lini utamlilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa. Ikiwa mimi Mungu nimemkataa. Asiwamiliki Israeli. Subiri. Ule ukataliwa na Mungu wewe.
Unaomba Mungu ajibu maombi yako. Unatoa sadaka Mungu aziangalie. Unakesha wewe ni wa kwanza kanisani, alafu Mungu angaiki na wewe. Amina. Usikimbilie kusema nimeenda kwa mchungaji Teresia hana Roho Mtakatifu. Amen. Kwa maana nguvu, hapana. Mungu amekukataa. Amen. Nani anaweza kusema amina? Amina. Unaweza ukahudhuria ibada kama hapo watu wengi sana. Yes. Ukapona wewe, jirani yako akabaki. Amen. Akapona mwingine wewe ukabaki. Mambo ya jirani yako yakatatuliwa wewe ukabaki. Amen. Umekataliwa. Amina. Leo unavuka kwa jina la Yesu. Amen. Mungu anawajua sisi watumishi tuna ile roho ya huruma. Sema amina. Amen. Kuna muda unaweza kukuta mimi namuombea kuku. Mungu amepita hapa muda mrefu sana, msaidia avuke. Amen. Msaidia nini? Avuke. Kabla sijaana piga magoti, Mungu mkumbuke Makalemba. Angalia hapa amelia inatosha, mvushe. Amen. Kuna watu wengine waliokataliwa, Mungu anakuja kukwambia huyu simponye ni kwa sababu 1 2 3 mimi nimemkataa. Amen. Kuanzia leo usimuombe tena. Amen. Unaweza kaambiwa aponi Margaret kwa sababu ana kiburi. Amina. Na kwa sababu ya kiburi chake usimuombe tena. Amen. Nabii ameenda nyumbani kwa Yese. Amen. Mpaka wazee wa mji wanatetemeka. Sasa hivi watu wamepoteza hofu na Mungu. Sema amina. Amina. Yaani hofu na Mungu haipo. Mtu anaingia kanisani kama vile anaingia labda kwenye chama cha vikoba. Amina. Sema amina. Amina. Hao wazee wanatetemeka, wakafika kwa Yese, akakusanya watoto wake anaowaona bora. Amen. Akaanza kuwapitisha kwa nabii. Amina. Nabii akamwona wa kwanza akasema hapana. Wa pili, wa tatu mpaka wa 7. Akajiuliza, mbona Mungu aliniambia hapa ndani kuna mfalme? Amen. Imekuwaje? Ikabidi nabii aulize, wote wako hapa? Akasema ndio. Kuna mmoja amesalia, yuko wapi? Porini. Je, kama sio nabii kukumbuka kuuliza, hivi angekumbukwa Daudi kweli? Hapana. Angekumbukwa kweli? Hapana. Jiulize wewe, wakati familia wanapanga mambo ya maendeleo, wanakushirikisha? Wewe umewekwa kuwa ni wa mwisho. Sema amina. Amina. Kwa nini umekataliwa ndani ya familia? Ashukuriwe Mungu aliyemkumbuka Daudi. Na wewe nimekuombea Mungu akukumbuke kwenye shida yako kwa jina la Yesu. Inawezekana watu wanakukataa, lakini Mungu akukumbuke pale ulipodharaulika kwa jina la Yesu. Mungu aliweza kumkumbuka Daudi. Nabii akasema hatutakaa hadi Masiwa Bwana ameletwa hapa. Na mimi nasema kuna kampuni moja haitamaliza mwaka bila kukuachili kwa jina la Yesu. Kuna mwanamke mmoja amekataliwa na mume. Mume atasema hakuna mwanamke mwingine zaidi yako kwa jina la Yesu. Naziona baraka zako, usikate tamaa. Amina. Usijifunze kulia. Usijifunze kulia. Amina. Usijifunze kulia. Amina. Usijifunze kulia. Usijifunze kulia. Yapo matumaini yanakuja. Amina. Roho ya kukataliwa. Amen. Hilo unaweza kailisi upande wa mama, upande wa baba. Unaweza kalisi. Amina. Baba anaweza kukulisisha baraka. Yes. Lakini anaweza kukulisisha mikosi. Amina. Sema amina. Amina. Kama baba ana baraka, anaweza kukulisisha na wewe. Amen. Lakini kama baba ana mikosi, unaweza kulisi pia. Amina. Mama, unapozaa watoto usizae ukaishia pale. Yes. Kumbuka kwenda kuwakomboa. Amina. Na Mungu atakubariki. Amina. Na Mungu atakubariki. Ukivalishwa leo kataliwa, chochote unachoongea kwa watu hakina thamani. Ukivalishwa leo kataliwa, hata pesa inayoingia mikononi mwako haina thamani. Amen. Unaweza kukamata laki kawa kama shilingi 10,000. Ukichange tu imepukutika. Kuna mtu ananielewa? Sema amina. Amina. Kuna watu wanakamata fedha lakini akishika hivi imepukutika. Amen. Ukivalishwa leo kataliwa, wale watu sahihi wa kukushika mkono wanapotea. Unasogezewa watu wa kukusukuma ukaangamie. Amina. Kuna mtu ananielewa? Amina. Kuna mtu ananielewa? Amina. Ukipewa leo kataliwa,
Unaweza ukakamata kazi kubwa ukafanya pale na ukalipa mshahara mwingi. Mwenye mshahara mdogo akajenga, wewe mwenye mshahara mkubwa usijenge. Amina. Na hapo ndo palipo na siri. Kila nyuma ya pesa kuna roho nyuma yake. Amen. Nani amenielewa sana? Amina. Amina. Kila nyuma ya pesa kuna nini? Kuna roho. Haya maroho sipoyapeleka madhabahuni yakatulizwa, hiyo fedha haiwezi kufanyia kitu. Amina. Ndio wale akiwa hana pesa ana mawazo mazuri sana. Mwaka huu nikipata pesa nitafungua genge. Amen. Nikipata pesa nanunua kiwanja. Amina. Mke wangu nikipata pesa nitakupa ukajumue madera. Amen. Ngoja pesa ingie. Ikifika tu ile pesa, akimwangalia mke wake hivi anamuona amezeeka. Amina. Pesa ikifika tu anaenda kulewa kilabuni mpaka pesa na nini? Kuna watu pesa zinawawasha, yani wamekataliwa mpaka na pesa. Akishika laki hivi inamsukuma kufanya matumizi mpaka iishe. Ikiisha ndo ametulia. Amen. Nani ananielewa sema amina? Amina. Nani ananielewa sema amina? Amina. Roho ya umaskini. Amen. Sema amina. Amina. Hii roho ipo inatesa watu sana. Amen. Ikivaa mikono yako, yes, hakuna pesa itakayokaa. Amen. Nimekuja nikutoe pale kwa jina la Yesu. Amina. Nimekuja nikutoe pale kwa jina la Yesu. Amina. Adui wa kwanza wa mtu ndio ni yule wa ndani ya familia. Amen. Adui wa kwanza wa mtu, yes, atoki mbali ni yule anayekujua vizuri. Amina. Kabla ya kuangalia mbali, kwa makina yule wa ndani ya familia. Amen. Kuna uchawi mmoja mliologwa wa Tanzania, unajua kabisa huyu ni mbaya, unasema namjua dada yangu ni mbaya ila nakaa naye kwa makini. Nikimtenga ndaambiwa mimi ndo mchokozi. Kwa hiyo nikae naye tu. Amen. Kuna uchawi wa sauti. Amen. Kuna uchawi wa nini? Wa sauti. Anaweza akakupigia simu hapa kumbe ametegesha kwenye vibuyu vyake. Yes. Sauti huwakilisha mamlaka. Amina. Nini? Mamlaka. Je, wewe mamlaka kutawala unayo? Uchawi wa sauti. Amen. Zamani wakati tunakuwa tulikalishwa neno moja kwamba mtu akikuita usiku usiitike. Kwani si kweli? Wazee walikuwa na lengo gani? Unaweza ukalogwa kwa kupitia kiele chako. Odi Majaneti, aba ni nani? Amen. Unaenda kufungua hakuna mtu, washakuloga hapo hapo. Amina. Sema tena amina. Amen. Yesu akupe neema upate kuendelea. Amina. Yesu akupe neema upate nini? Kuendelea. Upate kuendelea. Amen. Hauwezi kufanikiwa kama una vifungo. Amina. Hauwezi kubarikiwa kama una vifungo. Amen. Mungu kazi yake ni moja tu, ni kukutoa chini, ni kukupeleka juu. Ile nafasi yako iliyokaliwa, Mungu akurejeshie kwa jina la Yesu. Inua mikono yako sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ibada ya leo. Ibada ya leo. Kila kibaya. Kila kibaya. Kinaniachia. Kinaniachia. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Inuka mahali ulipo.